Dalali wa taifa, leo niko Kimara Stopover. Kimara Stopover, kwa wale wanaopajua hapa, hiyo ni barabara kuu inayoenda stendi ya Mbezi, Magufuli, Morogoro na kadhalika, na inarudi mjini kati. Niko Kimara Stopover hapa. Kwa ushahidi, mambo kwa ushahidi, umeona Leo nina mjengo huko hapa wa ghorofa ambao unauzwa. Mjengo huu ulikuwa ni mahakama ya mwanzo, ikahamishwa. Ulikuwa ni mahakama ya mwanzo. Mjengo huu hapa. Huu mjengo kwa sasa bwana unatumika kama shule ya watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo ni kusema kwamba unafaa kwa ajili ya shule. Tutaenda ndani tutajionea. Nimesema nianzie barabarani nikuoneshe. Huu mjengo bwana una vyumba jumla 16. Hivi vyumba 16 ambavyo vinaweza vikagawanywa kuwa vyumba vya kulala pamoja na madarasa. Kwa hiyo inafaa kufungua chuo kidogo. Twende ndani jionee. Umeona bwana, ghorofa ndo hili hapa. Ghorofa ndo hili. Hili lilikuwa ni mahakama ya mwanzo, limejengwa kwenye kiwanja cha ukubwa wa square mita 540, lina hati kamili ya wizara. Na bwana, mjengo ndio huu hapa. Huu bwana unafaa kwa biashara ya shule, chuo. Wewe sasa utakavyoamua kufanya jambo lako hapa. Tukianza hapa mwanzoni hapa. Hapa kuna ofisi. Ofisi hapa. Hapa ndio palipokuwa mahakama ya mwanzo. Wakili walikuwa wanapingana vikali hapa. Vita vya kisheria vilikuwa vinafanyika hapa. So sasa hivi mahakama ya mwanzo imehamishwa, na huyu aliyekuwa amewakodishia sasa anauza. Wanasema kimfaacho mtu ni chake. Sasa tutaanzia hapa jengo hili. Kuna majengo mawili, kuna hili alafu kuna hili. Tutaanzia hili la huku alafu kisha tutaenda hili. Kwenye hili kwa juu tutapita, kuna ngazi kule juu kwa juu inapitisha kwenye hili, ila kwa chini tutakuja tutaingilia hapo. Sasa nitakuonesha hili ndio moja ya darasa ama chumba. Hichi chumba kinafaa kuwa darasa. Umeona Sasa hiki hapa kinafanana na hichi nilichokuonesha, ila kwa sababu kuna watoto huku hatutoingia. Kwa hiyo ni cha pili. Twende sasa juu niweze kukuonesha mazingira ya juu yalivyokaa. Hapa kuna jengine kama lile ambalo ni la tatu. Haya yote yanafaa kwa madarasa kubwa sana. Ni swala tu la kuweka ubao na kufanya kazi. Alafu hapa ni kama lile linafanana na lile. Hili linafanana na lile ambalo ni la 4. Kwa juu hapa kuna washrooms, kuna mabafu. Hivi ni vyoo. Jamani, renovation allowed. Mabafu 2 na vyoo 2 kwa hapa tu pembeni. Kitu nimependa hili jengo, kila sehemu kuna vyoo, kila hatua kuna vyoo. Ukianza tu hapa mwanzoni kuingia kuna choo hiki hapa, lakini vile vile kuna tuseme ofisi ndogo hii. Hii hapa tuseme ni bafu, ili alijamalizika. Umeona ofisi ndogo hiyo, labda sehemu ya iliyokuwa ya kuweka washtakiwa, defendants.
but you have to remember there are also innocent defendants. Ukisikia mtuhumiwa sio mtu ambaye tayari ana makosa mpaka abainike. Haya, hili hapa darasa lingine kubwa kabisa. Hili sasa tunasema ni darasa la 5. Umeona la 5. Na hili hapa ni la 6, kubwa kabisa. Hapa kuna store. Na hili hapa ni la 7. Umeona mpaka hapo nimeshakuonesha madarasa 7. Sasa tutapanda hiyo floor ya juu. Hii hapa juu hapo spandi hapo, lakini nitakuonesha maana kumefungwa hapo. Hapo kuna darasa lingine moja kubwa kabisa kama hili nilotoka kuonesha. Alafu lina ofisi ndogo. Kuna ofisi ndogo vile vile pamoja na hilo darasa moja kubwa, ambalo sasa hilo darasa pale linakuwa darasa la ngapi? La 8. Umeona, tumetoka la 7, sasa hilo ni la 8 ile pale juu. Umeona Twende sasa chini, nataka tuende hii nyumba ya pili kwa chini uone mazingira ya vyumba. Kuna vyumba sasa ambavyo huko ni kama mabweni wanakolala watoto. Umeona Twende sasa hayo mazingira ujionee mazingira ya chini. Sema barabarani ni pale. Mazingira ni mazuri, kumepandwa miti. Umeona safi kabisa. Umeona ni mazingira ya vyumbani. Tuingie hapa. Ingia hapa kwenye corridor hapa. Kuna kama hili hapa ni bwalo, sehemu ya kukaa, ila japo ameanika nguo kwa sababu ya hali ya hewa. Lakini vile vile panaweza pakawa darasa kabisa, ukitengeneza vizuri panakuwa darasa moja kubwa zuri tu. Lakini ukiingia huku ndani kuna vyumba wanavyokaa watoto sasa hivi. Umeona chumba cha kwanza hicho, chumba cha pili, na hivi viwili hapa vinafanana. Hili ni chumba cha 3, chumba cha 4. Hiyo hapo ni washroom, na hii hapa na hiki na hii hapa ingine ni washroom safi kabisa. Sasa ngoja nikuoneshe mazingira ya kule mbele vile vile ujionee. Na hapo kiingia hapo kuna kiuwazi kidogo kama jiko, ambako ndo wanapotumia kama jiko, na kuna fence hapo ile niliyokuonesha ya mpaka. Nimesema ni square mita 540 ndo ukubwa wa eneo hili hapa. Sasa bei ya hii nyumba ni 1,600,000 starting price. It's 600 million So from there we can negotiate a little bit, and then we can see if we can seal the deal. But the starting price is 600 million Tanzanian shillings. Okay, so you warmly welcome, most welcome to obtain this nice and beautiful property. The property is nice for anyone who want to invest in education. Maybe you want to invest into college, you want to invest into nursery schools, you want to do, maybe you want to invest like in a dispensary. You can come here and obtain this property. The property is nice, beautiful. It's only the matter of renovation. It's only renovation. You can renovate here, and this, I can assure that this property will be so much beautiful if you renovate it
and invest your money here. It's worth investing your money. Let me tell you, it's worth investing your money. Yeah. Eneo liko karibu na barabara sana. Nimekuonesha barabarani. Eneo linafaa na majirani ndo hao. Majengo ni magorofa matupu. Karibuni sana sana sana.